Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ameweza kuzua mjadala mpya kuhusiana na uwepo wa viumbe kutoka sayari zingine, aliens. Aliens vimekuwa ni viumbe ambavyo vikitajwa kuhusishwa na kambi moja ya kijeshi inayopatikana huko nchini Marekani. Hapa nazungumzia Area 51, kambi ya jeshi la anga ambayo inamilikiwa na jeshi la Marekani, ambapo inasemekana kwamba imekuwa ikijihusisha na upokeaji wa viumbe hao kutoka nje ya sayari yetu ya dunia. Viumbe hawa aliens ni viumbe ambao wanasadika kuwa na akili kubwa. Sasa mjadala ule ambao umeweza kuibuliwa ikiwa ni baada ya rais huyu wa zamani wa Marekani Barack Obama kutaja kwamba pengine vinaweza vikawepo, lakini yeye wakati yupo madarakani hakuwahi kuthibitisha jambo hili, ingawa kulikuwa kuna madai mengi ya watu ambao walikuwa wanasema kwamba kambi ya Area 51, kambi hii ya kijeshi, imekuwa ikipokea viumbe hao. Area 51, kambi hii ya kijeshi ya huko Marekani, imekuwa ikishtumiwa kwa kutengeneza vitu vya ajabu sana. Ukiangalia hata ndege ambazo zinadesigniwa katika kambi hii ya kijeshi ndio ndege ambazo zimetumika katika majaribio makubwa sana ya kijeshi. Ukiangalia jaribio la kumuua Osama bin Laden, walitumia ndege ambayo ilishawahi kutengenezwa katika kambi hii ya Area 51. Lakini pia takukumbusha katika operation moja ambayo ilifanyikia huko Ethiopia, ambapo ndege ya Kimarekani iliyojulikana kama Black Hawk Down, ni ndege ambayo ilitoka katika kambi hii ya kijeshi, imeigwa kutoka katika teknolojia ya ndege ambayo ilitumika kutengeneza hizi ndege za aliens. Mara nyingi zimekuwa zikijulikana kama UFOs, unidentified flying object, ambazo mara nyingi huwa wanasema kwamba ni vifaa vinavyopaa angani visivyojulikana. Sasa tupite jarida moja ambayo iliweza kuchapisha habari hii ya Barack Obama, lakini baada hapo tutakuja turudi tuchambue kambi hii ya kijeshi ya Area 51. Je, inahusika na upokeaji wa viumbe kutoka sayari ya nje ya dunia, aliens? Kwa mujibu kama alivyosema Barack Obama, yeye hakuwahi kuthibitisha, ingawa kulikuwa kuna taarifa ambazo zilikuwa zinahusisha madai hayo. Taarifa ambayo iliweza kuchapishwa mapema siku ya jana na jarida la habari ambalo linajulikana kama Millardayo, wao waliweza kuandika hivi: Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ameibua mjadala mpya kuhusu uwepo wa viumbe vya angani, aliens, dunia baada ya kutoa kauli inayogusa uwepo wao wakati akijibu swali kwenye mahojiano na kunukuliwa akijibu, "Ndio, lakini sijawahi kuwaona wala kuona ushahidi wa viumbe hao kuwepo duniani," alisema Barack Obama. Kauli ya Obama kupitia video hiyo ilisambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii na kuzua mijadala mbalimbali sintofahamu nchini Marekani na dunia, ambapo swali la mtangazaji aliuliza, "Je, viumbe wa kigeni kutoka angani wapo?" Obama alijibu, "Ndio, lakini sijawahi kuwaona na wala hawajahifadhiwa kwenye eneo la Area 51, eneo ambalo baadhi ya watu huamini imehifadhi viumbe hao huko katika nchi ya Marekani pembeni mwa jangwa la Nevada." Baada ya video hiyo ya kusambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Obama alilazimika kutoa ufafanuzi kupitia Instagram yake kwa kueleza yafuatayo: "Umbali kati ya mifumo ya jua ni mkubwa sana kiasi kwamba uwezekano wa kutembelewa na viumbe hawa nje ya dunia ni mdogo sana. Sikuona ushahidi wowote wakati wa urais wangu kwamba viumbe hawa wamewasili nasi." Katika mahojiano hayo, Obama alisema kuwa wakati wa madarakani kulikuwa na taarifa mbalimbali kuhusu vitu visivyojulikana vinavyoonekana angani, yani UFOs, lakini hakukuwa na ushahidi unaothibitisha na unahusisha viumbe hao kutoka katika sayari nyingine. "Kuna mambo mengi kuhusu ulimwengu wetu ambao bado hatujafahamu kikamilifu." Kauli hiyo iliibua mjadala mtandaoni, huku baadhi ya watu wakiamini kuwa huenda kuna siri kubwa ambazo bado hazijawekwa wazi kuhusu viumbe hao, japo wataalamu wa anga na taasisi za utafiti wa anga za juu vimeendelea kusisitiza kuwa uchanganuzi unaendelea kutafuta dalili maisha nje ya dunia, lakini kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi wa uwepo wa viumbe hao duniani. Sasa turejee tuangalie kama kweli jangwa hili la Nevada, ambapo ndipo inapatikana kambi hii ya kijeshi, ndo lina uwepo wa kuhifadhi viumbe hawa. Ukiangalia katika documentary nyingi sana zimeweza kuelezea kwamba kunaonekana kuna siku viumbe hawa aliens walishawahi kupata ajali, yani walishawahi kupata damage kufuatia magari yao ambayo wamekuwa wakiyatumia, magari aina ya wanasema kwamba ndege za kasi sana ambavyo vinajulikana kama UFOs, ambao huwa vinapaa sana angani, viliweza kupata ajali katika eneo hilo, kwa maana hilo eneo halina kani ya mvutano. Hapa nitakurudisha katika masuala ya physics, kama wewe ni mfizikia ulishawahi kusoma utakuwa unanielewa. Hivyo basi ukipita katika ile eneo lazima utadondoka tu, na ndivyo ilivyotokea kwa viumbe hao. Walivyodondoka kwa mara ya kwanza, ndipo ikawa mara yao ya kwanza sasa kuripoti katika eneo hilo, na imekuwa ni muendelezo wa eneo hilo kushtumiwa kwamba limekuwa likipokea viumbe hao.
Viumbe hao kwa mujibu wa majarida mbalimbali na documented ambazo zilishe kuchapishwa wanasema kwamba vimekuwa vikisaidia nchi hii ya Marekani katika utengenezaji wa silaha nzito za kivita, ndege nzito ambazo zina uwezo wa kucontrol mabomu makubwa na kubeba. Hapa mwanzoni nilikupa mfano wa ndege kama Black Hawk Down ambayo ilishe kudondoka huko katika nchi ya Ethiopia wakati wa operation moja ya kumua jamaa moja. Nafikiri hiyo story unaipata vizuri. Kwa naweza ngasema kwamba kambi hii ya kijeshi ya Area 51 imekuwa ikijihusisha na utengenezaji wa silaha za kivita nzito kabisa huko Marekani, na ndio kambi pekee ambayo huwa inatoa ndege mbaya zaidi za kivita ambazo huwa zinaonekana. Ndege hizi ambazo mara nyingi zimekuwa zikishtumiwa katika mambo mazito sana na operation nzito sana za kuendesha mambo ya kijasusi duniani. Operation ambayo ilitumika kumwangamiza Osama bin Laden ni moja kati ya ndege ambayo ilitolewa katika kambi hiyo ya Area 51. Unazungumzaje hii? Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi, hii ni Blue House Dax Media. Subscribe.